Kwa kweli Mungu ni mwema. Anajua kwamba ametenda mambo mengi sana, na kama neno la Mungu linavyosema, yeye anatenda mambo mengi na makubwa kuliko hata tunavyoweza kuyaelewa hata kuyasimulia. Kwa hiyo basi najua kwamba bado mambo mengi hayajatolewa shuhuda, lakini basi katika yote hayo machache yaliyotolewa shuhuda yametolewa ili kuweza kutujulisha sisi kwamba Mungu anatenda mambo makubwa katikati yetu, na kama anatenda mambo makubwa katikati yetu, basi tumwamini, tumsadiki, tumfuate, tumtumikie, tujitoe kikamilifu katika kumtumikia. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa tunapoelekea kama jana nisema tunaelekea mwishoni mwa kongamano letu, kwa hiyo tunaongea mambo ambayo ni kama uhosia wa mwisho, ni kama maneno ya muhimu ya mwisho ambayo baada ya kutoka hapa yakatufae katika kuishi maisha yetu huko tutakapokuwa tumetoka hapa katika kongamano, yakatufae kuishi huko jumuiani, huko nyumbani, huko kazini na kila mahali tutakapokuwa. Na kwa hiyo jana tulikuwa tunaangalia habari ya kudumu katika neno la Mungu, umuhimu wa neno la Mungu katika maisha ya Mkristo. Sasa leo tuna mada inasema kutembea katika nguvu za Roho Mtakatifu. Kutembea katika nguvu za Roho Mtakatifu. Ni muhimu kwamba tujue kutembea katika uwezo wa Roho Mtakatifu tukitoka hapa, kwa sababu hicho kilichotendeka, hizi shuhuda zote tulizozisikia ni matokeo ya utendaji kazi wa Roho Mtakatifu. Sasa ili tuendelee kukilinda na kutembea katika hicho ambacho Mungu ametutendea pasipo kutoa mwanya kwa adui aweze kutupokonya, maana jana nilisisitiza kwamba tupo katika vita. Adui anataka daima kupokonya kile ambacho Mungu amekutendea. Kwa hiyo ni lazima kuna namna iko ya kuweza kukitetea. Kwa hiyo moja ni katika kudumu katika neno la Mungu kama tulivyoona jana, lakini kingine tunachoongelea leo ni kutembea katika nguvu za huyo Roho Mtakatifu aliyetutendea haya makuu. Ni lazima tuendelee kutembea katika nguvu na uweza wake. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo tuna hiyo maada kutembea katika nguvu za Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu ndiye nguvu kuu ya utendaji kazi wa Mungu. Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe, ni nafsi ya tatu ya Mungu, ni Mungu halisi sawa na Baba na Mwana kama ambavyo katekisimu inatuambia. Huyo Roho Mtakatifu ndio nguvu kuu ya utendaji kazi wa Mungu mwenyewe. Hebu tusome katika kitabu cha Zakaria, nabii Zakaria. Zakaria sura ya 4 aya ya 6 mpaka ya 7. Zakaria sura ya 4 aya 6 hadi 7. Neno la Mungu linasema, Akajibu akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli. Hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli. Zerubabeli ni nabii. Zerubabeli ni mfalme. Zakaria ni nabii. Zakaria ni nabii, Yoshua ni kuhani wakati huo Yoshua ni kuhani. Hawa Waisraeli wakiwa wametoka Wayahudi watu wa nchi ya Yuda, maana Israeli ikagawanyika, ikatoka ile nyingine inaitwa Israeli ya huko upande wa Samaria, na huko kusini inaitwa Yuda. Sasa hii ya kusini huko Yerusalemu, hao watu wa Yerusalemu wametoka utumwani, wamerejeshwa na huyo mfalme. Niligusia habari zake jana na siku nyingine kama sio juzi au basi majuzi, niligusia habari hizo za kurejeshwa kwao kwa uwezo wa ajabu wa Mungu. Sasa wakiwa wamerejeshwa, wako pale, wako wanaendelea na kazi ya ujenzi. Kidogo watu wamelegea, halafu kazi ya ujenzi wa hekalu inaenda polepole.
Halafu na rasilimali hazitoshi, zinaonekana hazitoshi, kama vile hazitoshi. Kwa hiyo ile kazi ya Mungu haitafanyika kikamilifu. Halafu kuna hali fulani ya kukatakata tamaa. Ndio Mungu anamuinua nabii Zekaria na Hagai. Waliinuliwa Zekaria na Hagai na baadaye Malaki. Lakini Zekaria, leo tunazungumza Zekaria, anaonyeshwa maono ili anaanza kutabiri katikati ya watu, na mwishoni anaonyeshwa haya maono. Anaonyeshwa maono ya Yoshua na Zerubabeli, alafu na wakiwa wamesimama katika uwepo wa Mungu. Maono ni marefu kuelezea, lakini alafu anafika mahali anauliza vitu hivi ni nini? Anauliza maana ya hayo maono, ndio anapewa hilo jibu na malaika wa Bwana anamjibu. Hebu rudia tena. Hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli. Hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli. Kusema si kwa uwezo, wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Kwamba hii kazi itakamilika sio kwa uwezo wa kitu kingine chochote, isipokuwa kwa roho yangu, kwa nguvu ya roho yangu, kwa uwezo utokao katika roho yangu mwenyewe mimi Mungu. Si kwa uweza wala si kwa nguvu, ila ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Hebu endelea kidogo. Nani wewe mlima mkubwa? Mbele ya Zerubabeli utakuwa nchi tambarare. Ni nani ewe mlima mkubwa? Mbele ya Zerubabeli utakuwa kama nchi tambarare. Endelea. Naye atalileta liwe jiwe la kuwekwa juu kabisa. Naye atalileta liwe jiwe la kuwekwa juu kabisa huko kwenye mnara wa kengele. Hata hilo jiwe Zerubabeli atalileta. Endelea. Pamoja na vigelegele vya neema. Katikati ya vigelegele vya neema watu watashangilia Zerubabeli akipandisha mpaka jiwe la mwisho, sio kwa uweza wake au kwa nguvu ya kitu kingine chochote, ila kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Tumsifu Yesu Kristo. Mbona hamjamshangilia Mungu? Mimi nashangaa. Katika hali ambayo taifa limekata tamaa, hakuonekani tumaini, na Mungu anaambia sikiliza, Zerubabeli, usifikirie, usitafakari habari ya nguvu zako mwenyewe. Ni kwa uwezo wangu hii kazi itatendeka, na utukufu wa kanisa hilo wa hekalu hilo jipya utakuwa mkuu kuliko utukufu ule wa lile la kwanza. Na Zerubabeli mwenyewe atalileta mpaka jiwe la mwisho katikati ya shangwe na vigeregere, sio kwa uwezo mwingine, ila kwa nguvu ya roho wangu mwenyewe. Mungu anasema uwezo wa Roho Mtakatifu ndio nguvu kuu inayotenda kazi. Bila yeye hakuna kinachoenda. Ni nani ewe mlima mkubwa? Leo hii Mungu anasema, ni nani ewe mlima mkubwa? Sema, ni nani ewe mlima mkubwa? Mbele ya Zerubabeli, taja jina lako mwenyewe badala ya Zerubabeli. Utakuwa nchi tambarare. Mlima hicho kizuizi ambacho kimekuwa katika maisha yako, kikizuia kufanikiwa katika lolote lile ambalo umekuwa ukitamani, unalotakiwa kufanikiwa, umekuwa ukilihangaikia, halafu haliendi. Mungu anasema leo, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, ila kwa roho yake, huo mlima utakuwa tambarare. Mshangilie Mungu. Roho Mtakatifu ndio utendaji mkuu, ndio nguvu kuu itendayo kazi, ndio nguvu kuu ya utendaji kazi wa Mungu. Roho Mtakatifu ni uwezo uwafanyao watu kuwa wana wa Mungu. Ni uwezo uwafanyao watu kuwa wana wa Mungu. Uwafanya watu kuwa wana wa Mungu. Soma Injili ya Yohana sura ya 1 aya ya 12.
Neno la Mungu linasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ule uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu ndio huyo Roho Mtakatifu. Wote waliompokea Yesu aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Wangapi wamempokea Yesu hapa? Nyosha mkono juu. Tumshangilie Mungu. Umepokea uwezo wa kufanyika mwana wa Mungu. Umepokea uwezo, wewe ni mwana wa Mungu kwa sababu umepokea uwezo wa kufanyika mwana wa Mungu, na uwezo ni huyo Roho. Huyo Roho kwa hiyo ni kinasaba jini kutoka kwa Mungu Baba kuja kwa wanawe, kinasaba jini inayopitishwa wakati wa kuzaliwa kwao. Kama jeni ya mtoto, jini wakati wa kutungwa mimba mtoto anapokea jini za wazazi wake, anapokea vinasaba kutoka kwa baba yake na kutoka kwa mama yake, anapokea vinasaba kwa njia ya muunganiko wa hizo mbegu, alafu basi anapokea vinasaba kutoka kwao. Ndio vinasaba hivyo vinamfanya yeye afanane na wazazi wake katika tabia, hata katika muonekano aweze kufanana na wazazi wake. Ni vinasaba hivyo ndivyo vinavyomfanya aweze kufanana na wazazi wake. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni kinasaba kinachofanya wana wa Mungu au waliozaliwa na Mungu waweze kufanana na baba yao, au pia sasa ni muhuri. Hicho kinasaba nimesema kinafanya mtu afanane na baba yake au na wazazi wake. Na hicho kinasaba kama ndio hivyo, ndio utambulisho wenyewe. Tukitaka kujua kwamba huyu ni mtoto kweli wa huyu baba, tunapima kinasaba. Kwa hiyo kinasaba ni utambulisho. Sasa namna nyingine ya utambulisho ni kama muhuri. Kama hapa tukiwa na vitabu vingi hapa, vitabu vya parokia, hii vinagongwa muhuri wa parokia pa. Kwa hiyo hata ukiwa nacho huko Sabasaba huko ukiwa nacho, tunakwambia hiki ni kitabu cha parokia. Wewe umekipata wapi? Kwa hiyo Roho Mtakatifu pia kama ni kinasaba, ni muhuri wa utambulisho wa Mungu juu ya yetu sisi, juu ya sisi watoto wake. Hebu soma katika waraka kwa Wagalatia, Mtume Paulo kwa Wagalatia sura ya 4 aya ya 4 mpaka ya 7. Neno la Mungu linasema, hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanae ambaye amezaliwa na mwanamke. Amezaliwa chini ya sheria. Kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria. Ndio mimi na wewe. Ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Kwa kukombolewa tumepokea hali ya kuwa wana. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, na kwa sababu tumekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa mwanawe mioyoni mwetu. Mungu amemtuma Roho wa mwanawe mioyoni mwetu, aliaye Aba, yaani baba. Anatufanya sisi tuweze kumwita Mungu baba. Umeenda mpaka sawa? Kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena. Sisi si watumwa, bali u mwana. Sisi ni wana. Na kama u mwana, kama ni wana, basi u mlisi wa Mungu. Tu warithi wa utukufu wa Mungu. Maana yake Mungu ametukirimia mambo makubwa kabisa, lakini ametukirimia kwa njia ya huyu Roho. Soma waraka kwa Warumi sura ya 8. Soma aya ya 15. Neno la Mungu linasema, kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa. Kwa kuwa ninyi hamkupokea roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana. Ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani baba. Waraka kwa Warumi hiyo 8 hiyo. Hebu soma sura ya 9. Neno la Mungu linasema, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Basi hiyo tutaikuta baadaye. Okay.
Nimesema Yesu anawapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, lakini huo uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu hautolewi hivi. Iko masharti. Lazima kitu fulani kufanyika. Hebu soma, tumesoma kwa fupi mno. Hebu rudi kidogo. Rudi mpaka aya. Nataka usema, hebu cheki aya 9. Neno la Mungu linasema, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Yohane 1 nimesema turudi huko kwenye nani, waliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Yohane sura ya kwanza. Sasa anzia, tulisoma aya ya 12. Nataka tuanze kidogo, nafikiri ni aya 9. Ngoja niangalie haraka. Lakini hebu soma ya 9. Neno la Mungu linasema, kulikuwako nuru halisi. Kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako. Kwa njia yake tulizungumza jana, kwa njia ya neno la Mungu ulimwengu ulipata kuwako. Kyote endelea. Wala ulimwengu haukumtambua. Wala hakikufanyika chochote kilichofanyika. Yaani vyote vilifanyika kwa yeye huyo, wala hakikufanyika chochote kilichofanyika pasipo yeye. Lakini alipokuja ulimwenguni, ulimwengu haukumtambua. Ndivyo ambavyo watu wengi wanaishi bila Yesu, na pengine sisi wenyewe tumeishi maisha muda mrefu bila Yesu. Yesu anatuita, Yesu hayupo, anatusubiri kwenye sakramenti ya Ekaristi Takatifu, anatusubiri kwenye kiungamio, anatusubiri kanisani Jumapili au anatusubiri kanisani siku zote, lakini hatuna habari. Mara nyingine tulikuwa tunasikia, wengine tundo mara kwanza hii kuhudhuria makongamano, tulikuwa tunasikia kongamano, Yesu anakuja hapa na neema zote na baraka zote, alafu tunaenda zetu na mambo yetu, tunaendelea kama vile Yesu hatumtambui, kwa sababu tumeweka vipaumbele vyetu kwenye mambo mengine ya dunia hii. Vile vitu alivyoviumba na kutupatia vinakuwa kipaumbele kuliko yeye mwenyewe aliyetupatia hivyo vitu. Kwa hiyo akaja kwenye ulimwengu wake kwa watu wake, lakini ulimwengu haukumtambua. Endelea. Alikuja kwake, wala walio wake ndio mimi na wewe hawakumpokea. Ndio mimi na wewe, wale watu walioishi maisha ya kale hawakumpokea. Bali waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto. Kwa ni lazima umpokee Yesu, ni lazima mtu ampokee Yesu, amwamini, aamini na kubatizwa kwa jina la Yesu, Ni lazima mtu aamini na kubatizwa kwa jina la Yesu, ndio anapokea, pewa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu. Huyo Roho ndio uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu. Okay. Kwa hiyo huyo Roho Mtakatifu nimesema ndio nguvu ya utendaji kazi wa Mungu, ndio kinasaba cha wana wa Mungu, na utambulisho ya kwamba wao ni watoto wa Mungu. Utambulisho ni mhuri. Yeye anawawezesha hao wana kuishi maisha. Kazi yake ni kuwawezesha hao wana wa Mungu waliozaliwa waweze kuishi maisha. Nimesema wanafanana na baba yao. Katika kufanana na baba yao, mmoja wapo ni kuishi kiutukufu. Anawavika utukufu wa kimungu. Mmoja wapo ya namna ya kuwavika utukufu wa kimungu ni kuwapa uwezo wa kuishi maisha ambayo kwa kawaida, katika hali za kawaida za kibinadamu hayawezekani. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anawapa uwezo. Kwa hiyo
watu wanaanza kuwashangaa. Tumsifu Yesu Kristo. Watu wanaanza kuwashangaa. Ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ni sura ya pili, ni sura ya 4 nafikiri hapo. Hapana, yani ya pili au ya 3 hapo. Unakutana na Petro na Yohane wakiwa wamewekwa katikati ya baraza kwa sababu ya kulitumia jina la Yesu, na Mafarisayo na wakuu wa hekalu na wakuu wa Wayahudi wamejaribu kuwazuia wasiendelee kutumia hilo jina. Halafu wale wanapoinuka katika kujitetea mbele ya baraza la kuu la Wayahudi, wanapoanza kuchambua maandiko kuthibitisha kwamba Yesu ni Bwana, ambaye ndio Mwokozi, ndio Masia, yeye ndio amepewa, wanachambua hayo maandiko matakatifu. Wale wazee walishangaa, maandiko linasema wakashangaa kwamba hao walikuwa wana uwezo namna hiyo katika kunena na kuchambua maandiko, wakati walikuwa ni wakulima tu. Walikuwa ni wakulima tu, wavuvi tu, watu wasio na elimu. Lakini wakashangaa. Halafu inaongezea, wakashangaa lakini wakakumbuka ya kuwa walikuwa na Yesu. Kumbuka ya kuwa walikuwa na Yesu. Ukiwa na Yesu, Yesu anakupa huyo roho. Yesu ndiye anayetoa huo uwezo, anatoa roho. Akishatoa roho anatoa uwezo. Huo ni uwezo wa kuishi maisha ya utukufu kuliko ambavyo ungeishi kwa kawaida ya ubinadamu wako. Kwa hiyo huyu Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana katika maisha ya Kikristo. Ili maisha ya Kikristo ni maisha ya kimungu, ni maisha yanayozidi uwezo wa kawaida wa binadamu. Ndio maana Yesu alikuwa anawaambia kwamba imezoeleka. Kwa mfano sasa, mmezoea kwamba mtu anayekusalimia ndio wewe unamsalimia, mtu anayekupenda ndio wewe unampenda, mtu anayekuchukia na wewe unamchukia. Lakini mimi nawaambia kwenu haitakuwa hivyo. Nyie lazima mzidi hapo. Maana yake mzidi uwezo wa kawaida wa binadamu, kuishi vizuri kuliko binadamu wa kawaida. Huo uwezo wa kuishi hivyo hauwezi ukaupata pengine popote isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu ndio anakupa huo uwezo. Tunasema sasa Paulo anasema nini? Paulo anasema nini katika Wagalatia sura ya 5 aya ya 16 hadi ya 18? Neno la Mungu linasema, Basi ninasema, enendeni kwa roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Mkienenda, mkiongozwa na Roho, mkitawaliwa na kuongozwa na Roho, hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa sababu mwili hutamani ukishindana na Roho. Na Roho hushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana. Hata hamwezi kufanya mnayotaka. Kwa sababu hiyo hamwezi kufanya mnavyotaka. Hata kama unatamani uwe mwaminifu katika ndoa, unasema unajikuta tu umeenda katika utumwa. Unasema itawezekanaje bwana, mke wangu bwana amejifungua, itawezekanaje sasa nitaishije, na kadhalika. Maisha ya kawaida ya kibinadamu ambayo ulikuwa huwezi. Roho Mtakatifu akija, anapindua, anaondoa, alafu anakuwezesha kuishi katika utukufu wa kimungu. Unashangaa lile ambalo lilikuwa haliwezekani sasa linawezekana. Kwa hiyo ni huyo Roho. Enendeni kwa Roho, wala hamtatimiza tamaa zenu za mwili, kwa maana hizi zimepingana, wala hamwezi kufanya mnavyotaka wenyewe. Nendeni kwa Roho, hamtatimiza. Roho atawawezesha kuenenda katika uwezo na utukufu wa kimungu ambao katika hali za kawaida msingeenenda nao. Hebu endelea hapo na hebu endelea mpaka tuende kwenye mpaka 18, mpaka kuna mahali yanazungumzia habari za matendo ya mwili. Lakini mkiongozwa na Roho, hampo chini ya sheria. Basi matendo ya mwili ni dhahiri. Sasa maana yake hapo sasa kwamba msipoongozwa na Roho kwa kawaida, matendo ya mwili ndio yatakayotawala miili yenu. Amesema roho na mwili vimepingana.
Mwili unawasukuma katika matendo, mwenende katika matendo ya mwili, lakini roho inawazuia, inaweza kuwawezesha mweze kuenenda katika utukufu wa kimungu, mkayashinda haya matendo ya kimwili. Matendo ya kimwili ni yapi? Basi matendo ya mwili ni dhahiri. Ndiyo haya. Uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Kama yamekuendesha hayo, leo Roho Mtakatifu atashuka hapa, tutamwita Roho atashuka hapa na atayang'oa yote hayo, atapanda matunda ya Roho Mtakatifu mbele. Ni nani ewe mlima mkubwa? Kama ni uzinzi, kama ni ulevi, kama ni ufisadi, kama ni faraka, kama ni uzushi, kama ni magomvi, Roho Mtakatifu huo mlima leo atang'oa, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, ila ni kwa uwezo wa Roho ya Mungu, asema Bwana wa majeshi. Nendeni kwa Roho wala hamtatimiza hizo tamaa. Hayo ni matendo ya mwili. Endelea. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendayo hayo hawataurithi ufalme wa Mungu. Lakini tunda la Roho ni upendo. Tunda la Roho, atakapokuja Roho, mtakapomruhusu Roho awatawale, awaongoze, mtazaa matunda. Matunda gani? Upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhila, uaminifu, upole kiasi. Juu ya mambo hayo hakuna sheria. Mtatembea katika hayo mambo, hakuna sheria. Kwa hiyo mtakuwa huru kutokana, hakuna tena hukumu juu yenu, hakuna sheria itakayoweza kuatia hatiani, kwa sababu juu ya mambo hayo sheria iko chini ya sheria, iko chini kuliko hayo mambo yako juu ya sheria. Juu ya hayo hakuna sheria. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni nguvu ambayo Mungu anawapa ili kuwawezesha watu wake wapate kutembea katika uwezo unaozidi uwezo wa kawaida wa kibinadamu. Ndio maana ni muhimu namna hii. Nilikuwa nasema jana, wale ambao hawajawahi kutoa maisha kwa Yesu, ni lazima utoe maisha kwa Yesu, kwa sababu anawapa Roho Mtakatifu. Wale waliompokea ni wale walioamua kwa dhati kutembea naye kwa namna ya pekee. Hakika. Okay. Kwa hiyo Yesu ndiye, Roho Mtakatifu ndiye anayewawezesha. Kwa hiyo ni lazima umpokee Yesu, ni lazima utoe maisha kwa Yesu. Na Yesu ukishatoa maisha kwake, yeye anakujaza Roho wake Mtakatifu. Kujaza Roho wake Mtakatifu, Roho Mtakatifu ndiye anayekuwezesha kutembea katika huo ushindi. Na akikuwezesha kutembea katika huo ushindi, utajishangaa mwenyewe mambo ambayo kama ulikuwaga na huna kiu ya kusoma neno la Mungu, utashangaa kiu ya kusoma neno la Mungu inakuja. Kama ulikuwaga uwezi kusali, mvivu katika kusali, ukianza kusali unasinzia ovyo, Roho Mtakatifu akija utasali hata mpaka asubuhi, kwa sababu ni uwezo wa kimungu wa kutenda hayo mambo. Lakini lazima kwanza umpokee Yesu. Waliompokea aliwapa uwezo. Okay. Yesu ndiye anamtoaye huyo Roho. Nisema Yesu ndiye amtoaye huyo Roho, ndiye awapatiaye wale wanaomwamini na kubatizwa kwa jina lake. Sehemu ya kwanza ambapo tunapokea Roho Mtakatifu ni katika ubatizo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo ni hakika kwamba kila mbatizo aliyebatizwa kwa jina la Yesu, kila mbatizo aliyebatizwa kwa jina la Yesu. Ninapozungumza mbatizo aliyebatizwa kwa jina la Yesu, ninakumbuka kitu kimoja. Mwingine siku nyingine alinijia anasema, sasa mbona kwenye Matendo ya Mitume tunaona watu walibatizwa kwa jina la Yesu, halafu sasa sisi tunabatizwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa mbona kama ni mbatizo tofauti? Sasa inakuwa kwaje? Ipi iko sahihi?
Ni ubatizo upi uko sahihi? Na mwingine akisema na walokole, ndio maana walokole wengine wanasema sisi tunabatiza kwa jina la Yesu, hatubatizi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nikasema uzushi. Tunapozungumza juu ya jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, jina hilo ni jina gani? La Yesu. Jina hilo ni jina gani? La Yesu. Ni jina Yesu. Yesu anasema hivi, Baba, kwa jina lile ulilonipa, kwa jina lile ulilonipa, hilo ni jina la Baba. Yesu ni jina la Baba. Yesu maana yake nini? Mungu anayeokoa. Yesu maana yake nini? Mungu anayeokoa. Mungu anayeokoa ni Baba. Baba ndio alitengeneza huo mpango wa wokovu kwa ajili yangu mimi na wewe. Adamu wakati alipoenda kumwangalia Adamu, uko wapi? Tulisoma. Nimejificha. Nimesikia sauti yako nikajificha. Adamu hata hakuomba msamaha, lakini Mungu kwa upendo wake akatengeneza mpango wa wokovu. Akatangaza injili ya kwanza. Nitaweka uadui kati yako wewe na huyo mwanamke, kati ya uzao wako wewe nyoka na huyo mwanamke, na uzao wa mwanamke na uzao wako wewe nyoka. Uzao wa mwanamke utakuponda wewe nyoka kichwa, na uzao hata kama wewe utakuponda kisigino. Hiyo ndio ilikuwa injili ya kwanza. Ilikuwa hiyo sentence imetamkwa kwanza kama hukumu juu ya nyoka. Kama hukumu juu ya nyoka, maana yake vita hivyo vitamuelemea nyoka. Alafu pili, hata maneno yenyewe ya hiyo na hivyo vita kwamba nyoka atapondwa kichwa na mzao wa mwanamke atapondwa kisigino. Kati ya watu waliopondwa kichwa na waliopondwa kisigino, nani ameshinda? Kama katika mabondia, wewe ni judge, halafu wamepigana, halafu wamefika mwisho, hakuna technical knockout, halafu wanakuambia toa max, halafu na cheki huyu zote kaponda kisigino, halafu na cheki huyu mwingine zote kaponda kichwa, utampa ushindi nani? Aliponda kichwa. Kwa hiyo ndio hiyo ni injili ya kwanza. Ndio hiyo injili katika katekisimu tunasema Mungu aliwaahidia Adamu na Eva nini? Mungu aliwaahidia Adamu na Eva ukombozi. Ndio hiyo sentence. Uzao wa mwanamke utakuponda kichwa. Ndio hiyo ahadi ya Mungu. Kwa hiyo ninasema kila mbatizwa anapokea Roho Mtakatifu. Kila mbatizwa, hatua ya kwanza ya kupokea Roho Mtakatifu ni katika ubatizo. Kila aliyebatizwa kwa jina la Yesu na aliyebatizwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu amebatizwa kwa jina la Yesu, kwa sababu Yesu ndio jina hilo la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba ni Mungu anayeokoa, yeye ndio aliyetengeneza huo mpango. Yesu akaja akamtuma mwanae Yesu aje kuutekeleza, atwae mwili autekeleze, autimize pale msalabani, akautimiza. Mungu anayeokoa, Yesu naye ni Mungu anayeokoa. Yesu akakamilisha, akamtuma Roho Mtakatifu ashuke aendelee sasa kutenda kazi anayoitenda. Kama ambavyo nimesema, anatuokoa kutoka nguvu za giza, anatuleta katika utukufu wa mwana wa pendo wa Mungu, mfalme wa Yesu, mfalme wa nuru. Anaondoa hayo yote, anavunja, anaharibu. Yeye ni Mungu mwenye nguvu ya utendaji kazi wa Mungu. Anaharibu, utimiza hilo, anatuokoa, naye ni Mungu anayeokoa. Kwa hiyo Yesu, Mungu anayeokoa, ndiye Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kubatizwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ni kubatizwa kwa jina la Yesu, Mungu anayeokoa. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo mtu asije akadanganywa hapa, asije akadanganywa. Kwa hiyo nasema hatua ya kwanza ni katika ubatizo tunapokea Roho Mtakatifu. Katika Injili ya Yohane hiyo sura ya 3 aya ya ngapi? Sijakula hapa. Hebu sura ya 3. Hapa ni kuanzia aya ya, tusome hii kuanzia aya ya 4. Neno la Mungu linasema,
Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Awezaje mtu kuzaliwa akiwa? Yesu akamwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kurithi ufalme wa mbinguni. Alafu Nikodemo amechanganyikiwa, inawezekanaje mtu ambaye ni mzee akarudi tumboni mwa mama yake akazaliwa tena? Ndio Yesu akamwambia, aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Aweza kuingia tumboni mwa mama yake akazaliwa mara ya pili? Yesu akamwambia, amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho Mtakatifu hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Endelea. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kwa hiyo ndio tunazaliwa, tunapokea katika ubatizo, tunazaliwa kwa roho, tunazaliwa kwa maji na Roho Mtakatifu. Tunakirimiwa Roho Mtakatifu, tunakirimiwa Roho Mtakatifu. Kila mbatizo amekirimiwa Roho Mtakatifu. Lakini sasa sikiliza, Roho Mtakatifu anaweza kuzuiliwa asitende kazi. Roho Mtakatifu anaweza kuzuiliwa asitende kazi. Anaweza kuhuzunishwa. Akihuzunika hatendi kazi inavyostahili. Anaweza hata kuzimishwa. Hebu soma waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Watesalonike. Waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Watesalonike sura ya 5 aya ya 19. Neno la Mungu linasema, msimzimishe roho. Kwa hiyo unaweza kumzimisha, unaweza kumzimisha asitende kazi. Na hiyo ndio shida ya wengi wa Yesu wa Katoliki. Wengi tumemzimisha Roho Mtakatifu. Ni bahati mbaya tunamzimisha, alafu mpaka tunakuwa kituko kiasi kwamba eti watu wa madhehebu wanaweza kusema, tokeni huko mje huko hamna Roho Mtakatifu. Mungu wangu, huyu Roho Mtakatifu sijui miaka 1500 ya mwanzo alikuwa wapi? Kama hakuwepo ndani ya kanisa Katoliki. Kuna kipindi alitoka duniani akaenda mbinguni, alafu amekuja sijui miaka 1900 huko baadaye. Haiwezekani. Lakini alisema, mimi niko pamoja nanyi hata utimilifu wa dahari. Kama aliondoka alafu akakaa kwanza mbinguni miaka 1500, alafu 1900 ndo ameshuka. Au kama alikuwepo enzi za Pentecost, alafu labda mwaka 300 na ngapi hapo, 350 320 akatoweka, alafu akakaa huko mbinguni mpaka amerudi. Basi ni muongo, roho muongo huyo, kwa sababu alisema atakuwa pamoja nasi hata utimilifu wa dahari. Ni katika sala Roho Mtakatifu amekuwepo. Alafu sasa mtu anatokea wa mwaka 1900, alafu anakuambia huko kwenu mwingine 2010 ndio katengeneza kanisa lake jana. Amelita Stanislaus na nabii upako, mzee wa nini? Huko kwenu hakuna Roho Mtakatifu, njoo huku. Roho Mtakatifu kaanza juzi na kaanzia hapa Dar es Salaam. Alafu unakubali. Kwa sasa mimi nasema, kwa hiyo kila mbatizo anaye roho. Sasa kwa sababu umemzimisha, na yule akamzimisha, na yule akamzimisha, na yule akamzimisha, basi inafikia mahali watu hawezi kuona huo utendaji kazi wa Roho Mtakatifu. Sasa tumemzimisha. Wengine tumemzimisha kabisa, wengine tumemhuzunisha. Soma waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya 4 aya 30. Neno la Mungu linasema, wala msimhuzunishe huyo Roho Mtakatifu wa Mungu. Wala msimhuzunishe huyo Roho Mtakatifu wa Mungu. Msimhuzunishe, wala msimhuzunishe. Kwa matendo yenu mnaweza kumhuzunisha. Mkimhuzunisha mpokee utendaji kazi kamilifu. Wengine tumemhuzunisha, wengine tumemzimisha kabisa. Kwa hiyo tumemzimisha yumo ndani, lakini tumemfungia kama kwenye kabati, kwenye kachemba. Halafu amekaa tu ametulia. Halafu
Mpaka kwa hiyo kanisa linasema nyie huko hakuna Roho Mtakatifu, na wao wanakubaliana sisi huko hakuna Roho Mtakatifu, hakuna Roho Mtakatifu. Ameshazimika hivi kiasi kwamba hata huwezi kujitambua kama unaye. Kila mbatizo anaye, lakini anaweza kuhuzunishwa, anaweza kuzimishwa. Na kisha mhuzunisha, kisha mzimisha, hatuwezi kuona utendaji kazi wake. Hatuwezi kuona utendaji kazi wake. Kwa hiyo ndio hivyo. Sasa kama tunaye huyo Roho Mtakatifu, na huyo Roho Mtakatifu anaweza kuzimishwa, anaweza kuzuiliwa. Huyo Roho Mtakatifu manake ili aweze kutenda kazi anahitaji iko namna unaweza anahitaji iko namna lazima tushirikiane naye katika kumwezesha atende hiyo kazi na aweze kuonekana katika maisha yetu. Ndio hiyo kuenenda, anasema nendeni kwa Roho, kuongozwa na yule Roho. Endeni kwa Roho wala hamtatimiza. Kuenenda kwa Roho au kuongozwa na Roho Mtakatifu, kama anaposema huyu Paulo kwenye waraka wake. Ndio hiyo 8:9 mimi nisema, au ni hiyo 8:15 soma hivi. Na waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura, wanaoongozwa na Roho Mtakatifu ni 8:14. Neno la Mungu linasema kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo kama nimempokea alafu nimemzimisha, nitakuwa mwana wa Mungu, sio? Kwamba nimepewa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu, sawa, lakini bado sijachukua hatua ya kufanyika kweli kuwa mtoto wa Mungu. Sasa kupewa uwezo na kuwa mtoto ni vitu viwili tofauti. Nimepewa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu, lakini sijafanyika bado, kwa sababu sijamwezesha Roho Mtakatifu anifanye kuwa mtoto wa Mungu. Kwa hiyo wana wa Mungu hautokei katika maisha yangu. Na wana wa Mungu ni kufanana na Mungu. Kufanana na Mungu katika nini? Katika utukufu. Matendo ya utukufu yaonekane kwangu, matendo ya utakatifu. Baba yangu ni mtakatifu. Yesu anasema kuweni wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Yaonekane kwangu. Ndio kufanana na Mungu kwenyewe huko. Kwa hiyo ndio kuwa mwana wa Mungu. Lakini lazima niongozwe na yule Roho Mtakatifu. Ni lazima kuongozwa. Kwa hiyo kukubali kuongozwa. Sasa kukubali kuongozwa na yule Roho ni kupoteza control. Tumsifu Yesu Kristo. Ni kupoteza control, kwa sababu Roho Mtakatifu nitakuwa nataka kwenda, sema ninataka kwenda kwenye nyumba ndogo, Roho Mtakatifu sio huko kwenye nyumba ndogo, kanisani kwenye kongamano. Amina. Hapo kupoteza kongamano. Kupoteza control. Ninaogopa kupoteza control. Yesu akamwambia Nikodemo, hebu soma sura ya 5 mpaka ya 8. Sura ya 5 aya ya 5 mpaka sura ya 3 aya ya 5 mpaka ya 8. Sura ya 3 pale kwa Nikodemo, Yohana Injili. Sura aya ya 5 mpaka ya 8. Neno la Mungu linasema, Yesu akajibu, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho, hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Usistaajabu kwa kuwa nilikwambia, kwamba hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Upepo huvuma upendako, na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka. Unaona, tunaona upepo unatikisa huo mti, sijui umetoka wapi. Tunaweza tu kuassume umetoka baharini, lakini umetoka baharini upande wa Kijichi, au umetoka Coco Beach, au umetoka wapi hatujui. Lakini tunaona matokeo yake hapa, lakini hatujui unatoka wapi. Na baada ya kutikisa hili jani, umeelekea wapi? Nani anaweza kuniambia? Hakuna. Kwa hiyo hatujui. Lakini sisi kazi yetu tu ni kuona upepo unavuma unatoka wapi unaenda wapi hatujui, lakini tumekaa basi hatujui, tumepokea hivyo. Endelea. Lakini hujui unapotoka, wala unapokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Maana yake nini?
Maanake hawezi kuwa na control, anakuwa kama boya, anakuwa kama huo upepo ambao unavuma. Leo kama anataka kwenda mahali fulani, Roho Mtakatifu anamwambia sio huko, ni huku, ni lazima aende huko, Roho Mtakatifu anakosema. Kwa hiyo maisha yake yanakuwa hayana mipangilio ambayo anakutaka mwenyewe, hakontrol anakupenda mwenyewe kwa mapenzi yake. Huyo mtu aliyezaliwa kwa Roho ni lazima afikie hiyo hali. Mapenzi ya Mungu ambayo Roho Mtakatifu anayadhihirisha kwake ndiyo yanayosimama katika maisha yake, sio mapenzi yake mwenyewe. Sio mapenzi yake mwenyewe. Kwa njia hiyo unapoteza control. Mimi pengine nisingekuwa padri leo kama nisingekuwa nani, lakini Yesu akaniita kuwa padri. Mimi nilikuwa engineer wakati huo. Engineer, jenga, simamia minara. Yesu anasema kuna roho za watu, wewe engineer wa roho za watu, sio engineer wa minara. Toka huko. Naachilia. Kadhalika na hali yake mtu aliyezaliwa kwa Roho. Kwa hiyo sasa tunaogopa hiyo kupoteza control. Kwa hiyo tunaamua Roho Mtakatifu no, afadhali ni control mwenyewe maisha yangu. Tunamzimisha. Tukishamzimisha tunapoteza ile hali ya kuwa wana. Ndio wanaweza kutokea huko watu wazee, nyie huko hamna Roho Mtakatifu, nyie huko Roho Mtakatifu yupo. Kwa hiyo sasa pia Roho Mtakatifu ndiye anayetoa vipaji, anatoa karama, anatoa na huduma mbalimbali kwa namna tofauti katika kundi la waamini wake. Katika hao wana wa Mungu anawagawia karama, anawagawia vipaji, anawagawia vipawa na huduma za namna mbalimbali kadiri anavyopenda yeye. Paulo anatuambia hilo katika waraka wake wa kwanza kwa Wakorinto sura ya 12 aya 7 hadi ya 11. Aya 7 hadi ya 11. Neno la Mungu linasema, lakini kwa kila mmoja upewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima. Kwa Roho huyo apewa neno la hekima, na wengine neno la maarifa. Apendavyo Roho yeye yule. Mwingine imani katika Roho yeye yule. Mwingine imani. Endelea. Na wengine karama za kuponya. Mwingine karama za uponyaji katika Roho yule mmoja. Na mwingine matendo ya miujiza kwa mwingine. Na mwingine unabii. Na mwingine kupambanua roho. Mwingine aina za lugha. Na mwingine tafsiri za lugha. Lakini kazi hizo zote huzitenda Roho huyo. Ndio nguvu ya kazi ya utendaji, nguvu ya utendaji kazi wa Mungu ndani ya watu wake Mungu. Kwa hiyo anawezesha kutenda kusiko kwa kawaida, yeye mwenyewe akitenda kazi ndani yao. Ndio nguvu ya utendaji kazi ndani mwa hao watu waliompokea huyo Roho, ambao wako tayari kumruhusu achukue control ya maisha yao. Anawaongoza kutenda kazi kuliko uwezo wao, hata wao wenyewe wanashangaa. Kwa hiyo lakini lengo la wake ni nini? Hebu soma Efeso 4 9 mpaka 11. Neno la Mungu linasema, basi neno hilo alipaa. Maana yake nini kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zilizo chini za nchi? Yule aliyeshuka mpaka pande za chini za nchi ndio aliyepaa juu kupita vimo vya mawingu. Naye aliyeshuka ndiyo yeye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote. Ili avijaze vitu vyote, viwe chini ya mamlaka yake. Vitu vyote duniani na mbinguni viwe chini ya mamlaka yake. Kwanza hiyo. Naye alitoa wengine kuwa mitume. Naye ametoa vipawa, wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii. Hiyo huduma sasa. Huko kwanza tulikuwa tunaangalia Roho Mtakatifu akigawa karama kadiri apendavyo. Hapa anagawa huduma. Na wengine ni manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine wainjilishaji, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Kusudi lake ni kuwakamilisha watakatifu. Endelea. Hata kazi ya huduma itendeke. Hata Hata mwili wa Kristo ujengwe. Mwili wa Kristo ujengwe.
hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani, na sisi sote tuweze kufikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu. Na kumfahamu sana mwana wa Mungu. Jana tulisema kutoyajua maandiko matakatifu ni kutomjua Kristo, na kumfahamu sana mwana wa Mungu ni lengo la kama ni kumfahamu sana mwana wa Mungu, maana yake na kulifahamu sana neno la Mungu. Tujawe sana na neno la Mungu. Hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kimo cha utimilifu wa Kristo mwenyewe. Kipimo ni Kristo. Ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku, na rushwa huku na huko, na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu. Anakuja huyu anasema ni kwa ajili ya ubatizo wa maji machache, sijui nini, batizo kwa maji mengi, naenda. Mafuta ya upako, naenda. Tupate kujua yaliyo ya msingi, yaliyo ya maana, tujue kweli ya Mungu. Tuwe na mzizi katika hiyo, tusirushwe tena na kutupa ovyo. Ndio kazi ya hizo karama. Na Roho Mtakatifu anatenda kulielekeza kanisa huko. Sasa pamoja na hiyo, miongoni mwa hizo kazi pia ni kusali ndani ya huyo mtu. Kusali, kumwombea yeye mwenyewe. Yeye yule aliyepokea Roho Mtakatifu anamuombea. Neno la Mungu linasema kwa kuugua kusikoweza kutamkika. Lakini pia kumfanya yeye awe hekalu kwa ajili ya kuombea dunia nyingine, kwa ajili ya kuombea dunia nzima. Kazi ya Roho ni kusali ndani wetu. Ndio maana nasema ni hekalu la Roho Mtakatifu. Maana yake hekalu, maana yake ndani, nyumba ya Mungu, ambapo ndani zinafanyika kama ambavyo ni nyumba ya Baba itaitwa nyumba ya sala. Kusali. Soma hiyo Rumi 8 endelea 26 mpaka 27. Rumi 8:26 mpaka 27. Neno la Mungu linasema, kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo. Kwa maana hatujui kuomba sisi wenyewe jinsi tupasavyo. Hatujui. Lakini Roho mwenyewe hutuombea. Ndio maana tukimzimisha Roho, tutashangaa tunasali na kusali. Maombi hayajibiwi kwa sababu tunaomba kwa nguvu zetu, sio kwa nguvu ya Roho. Tumeshamzimisha Roho, tunasali wenyewe, tunataka control maisha yetu wenyewe. Maombi hayajibiwi. Nimesali, nimefunga novena, nimefanya nini, hakuna matokeo. Ulishamzimisha Roho Mtakatifu ndugu. Kwa hiyo anatuombea. Rudia tena. Roho mwenyewe hutuombea. Lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkika. Na yeye aichunguzaye mioyo, aijua nia ya Roho ilivyo. Anajua kitu gani, mahitaji gani yako ndani mwangu humu, kwa sababu ana uwezo wa kuchunguza moyo. Moyo wangu, utu wangu wote haujafikika kwake. Anajua mahitaji yangu huku yalivyo, na anajua endelea. Kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu, kwa sababu yeye ni Roho wa Mungu. Kwa hiyo Roho wa Mungu anaijua nia ya Mungu pia, kwa sababu Roho wa Mungu anajua vyote. Anajua mapenzi ya Mungu juu ya hili jambo ambalo analiombea. Anajua nia, mapenzi ya Mungu anajua. Kwa hiyo anajua ahadi za Mungu zilizoko kwenye neno lake. Mungu anataka nini? Kwa hiyo Roho Mtakatifu ananiombea jinsi anavyopenda Mungu. Ndio maana kunena kwa lugha ni karama nzuri, na haitakiwi kuzimishwa. Na ukisikia watu wanaipiga vita, bahati mbaya kulikuwa na kujisahau. Wakati mwingine hata sisi mababa tunajisahau. Kwa hiyo nasema iko mahali ambapo wanasema pawe na nidhamu kwa habari ya kunena kwa lugha, lakini isizimishwe. Basi tunajisahau hiyo, lakini isizimishwe. Wakati mwingine unasema msinene. Ni karama muhimu sana. Sasa tunaponena kwa lugha, Roho Mtakatifu unamruhusu akuombee kwa kadiri ambavyo wewe hujui, lakini anapojua yeye mahitaji yako huku ndani na mahitaji ya Mungu, au mahitaji ya lile jambo unaloliombea na nia ya Mungu juu ya hilo jambo. Anajua mapenzi ya Mungu ni nini, ahadi za Mungu kwenye hilo jambo ni nini. Kwa hiyo yeye ataomba katika namna ambayo matokeo yanapatikana. Kwa hiyo kabla sijaondoka kwenda kusomea upadre, nikapelekwa hapo ni Emmaus kwa ajili ya deliverance.
story ndefu, wengine niliwasimulia. Alafu nikapewa mama Maliva apumzike kwa amani, nilikuwa Manzese hapo, alafu nikapelekwa kwake. Mdada mmoja anaitwa Ana Masau, sijawahi kumuona toka hapo, sijui kwa wapi. Alafu wameomba nikasikia nguvu, lakini wakaanza kunena kwa lugha. Mpaka dakika hiyo mimi nilikuwa hata siamini kama hii habari ya kunena kwa lugha ni habari ya sawa sawa au nilikuwa nimebaki tu hapo katikati na shangaa. Lakini walipoanza kunena kwa lugha, siri yangu siwezi hata kueleza. Nguvu niliyosikia huko inatembea. Ndio hapo mtoka hapo, mtu hawezi kuniambia habari ya kunena kwa lugha nikamsikiliza, hata awe nani. Wewe hawezi kuniambia. Kwa hiyo ni karama ya muhimu. Kama unaweza kupokea, kama Roho Mtakatifu anakupa kipaji cha kunena kwa lugha, kishikilie na ukisimamie. Ni muhimu sana kwa ajili yako na kwa ajili ya kanisa lote. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu kazi yake ni sana. Sasa huyu Roho Mtakatifu ni wa muhimu namna hiyo. Kwa kweli hapo nimeongea mambo machache tu, lakini kwa sababu ya huo muhimu, ni muhimu wafuasi wa Yesu au ambao wameamua sasa kutembea na Yesu, ni muhimu wajue iko namna ya kuendelea kutunza, kwa sababu anaweza kuhuzunishwa, anaweza kuzimishwa, kwa hiyo tunaweza kukosa kufika mahali tukapoteza nguvu ya utendaji kazi wake ndani mwetu. Ni muhimu tujue namna ya kuendelea kutetea kuimarisha na kudhibitisha huo utendaji kazi wa Roho Mtakatifu. Ndio hiyo tunazungumzia habari ya kuendelea kutembea katika nguvu za Roho Mtakatifu. Sasa yako mambo kadha wa kadha hapa nimeorodhesha kwa haraka na ni machache, lakini basi jambo la kwanza ni lazima kuendelea kukua, kujifunza na kujiendeleza bila kikomo. Tumsifu Yesu Kristo. Ni lazima kuendelea kukua, kujifunza na kujiendeleza bila kikomo katika nguvu na uwezo katika mambo ya imani na katika nguvu na uwezo wa huyu Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Ni lazima kuendelea kukua. Hebu tusome kutoka kitabu cha nabii Ezekieli sura ya 47 aya ya kwanza hadi ya 12. Ezekieli 47. Ezekieli sura 47 aya ya kwanza hadi 12. Neno la Mungu linasema, baadaye akanileta tena mpaka lango la nyumba. Baadaye malaika wa Bwana akanileta mpaka lango la nyumba ya Mungu. Lango la hekalu. Na tazama maji yalitoka chini ya kizingiti. Maji yalitoka chini ya kizingiti cha hiyo nyumba kwa njia ya mashariki. Kwa njia ya mashariki. Maana upande wa mbele wa nyumba ulielekea upande wa mashariki. Nayo maji yakashuka toka chini ya upande wa kuume wa nyumba. Na upande wa kusini wa madhabahu. Yakatoka maji. Ndio hii habari huwa tunaimba, kama hujawahi kujua tunaimba, nimeona maji ya. Ndio hii habari ya mimi Ezekieli, nimeona maji yakitoka hekaluni upande wa kuume wa madhabahu. Ndio hii. Endelea sura ya 2. Ndipo akanileta nje kwa njia ya lango. Upande wa kaskazini. Akanizungusha kwa njia ya nje. Mpaka lango la nje. Kwa njia yake iliyoelekea mashariki. Na tazama, maji yalitoka upande wa kuume. Na alipotoka mtu yule mwenye uzi wa kupimia mkononi mwake kwenda masharikini, akapima dhiraa 1000. Akapima umbali fulani kwenda mashariki. Umbali huo unaitwa dhiraa 1000. Nimesahau kuangalia kujikumbusha vipimo vya kubadilisha dhiraa kuwa mita tungeelewa vizuri zaidi. Lakini basi dhiraa 1000. Akanivusha maji yale. Akasema, mwanadamu, hebu tembea, vuka basi maji yale yaliyotoka wapi? Katika madhabahu, yakapita upande wa kuume yakapita mpaka upande wa mashariki, kuelekea upande wa mashariki. Yakaanza kutiririka kuelekea huko, yakitengeneza mto. Sasa akapima dhiraa 1000 kwanza.
Alafu akasema, mwanadamu, hebu tembea basi, katiza haya maji. Ukatiza huo mto. Maji yakafika mpaka viwiko vya miguu. Alipotembea kukatiza yale maji yakafika mpaka viwiko vya mguu. Maji yakafika viwiko vya mguu. Anaweza kukatiza? Hawezi. Anaweza kuyadhibiti? Hawezi. Anaweza kuyadhibiti. Kwa hiyo akatembea mwenyewe, alafu akakatiza. Kisha akapima dhiraa 1000. Akapima dhiraa nyingine 1000. Akanivusha maji yale. Akamvusha maji yale. Maji yakafika mpaka magoti. Maji yakafika mpaka magoti. Yameongezeka. Kisha akapima dhiraa 1000. Akapima dhiraa nyingine 1000. Akanivusha. Akamvusha. Maji yakafika mpaka viuno. Maji yakafika mpaka viuno. Naona yanazidi kuongezeka. Anaweza kuyadhibiti? Hawezi. Anaweza kuyadhibiti, lakini kwa nusu. Maji ya nani kikosea kidogo napigwa chini ya kiuno. Kama hujui, hasa kama hujui kuogelea kama mimi, ukianguka kama jiwe basi mwisho. Kwa hiyo ni maji bado unaweza kuyadhibiti, lakini kwa namna fulani yanaweza kukucontrol. Kisha akapima dhiraa 1000. Akapima dhiraa nyingine 1000. Yakawa mto nisioweza kuvuka. Yakawa mto nisioweza kuvuka. Sikuweza kuvuka. Kwa hiyo kama ilibidi kuvuka, ilibidi yule malaika amshike mkono aweze kumvusha. Hawezi kuvuka mwenyewe, ni lazima avushwe. Endelea. Maana maji yamezidi. Maana maji yamezidi. Maji ya kuogelea. Maji ya kuogelea. Endelea. Mto usiovukika. Mto usiovukika. Akaniambia, mwanadamu, je, umeona haya? Umeona haya? Maana yake nini? Maji ni nini? Maji ni ishara ya Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Maji ni ishara ya Roho Mtakatifu, na inategemea, ili uweze kupata nguvu na utendaji kazi wa Roho Mtakatifu katika maisha yako, inategemea wewe una kiwango cha nguvu na utendaji kazi wa Roho Mtakatifu katika maisha yako. Inategemea wewe umetweka kilindini mpaka maji ya kina kiasi gani. Umetweka kilindini mpaka maji ya kina kiasi gani. Ukitweka kidogo, basi unapata nguvu kidogo ya Roho Mtakatifu na unapata control yako mwenyewe, unaendelea kucontrol maisha yako. Ndio wengi tumetweka hapo kwenye maji ya kiwiko, alafu tunapenda kutembea hapo. Tunajua kidogo habari ya imani. Mungu ni nani? Mungu ni Baba, Mungu Mwenyezi, Muumba mbingu na dunia. Vitu vidogo. Basi tunaishi hapo, nimemaliza. Msiambie kitu. Alafu matokeo, nguvu ya kiasi cha nguvu ya Roho Mtakatifu hapo ni kama maji ya kiwiko, hawezi kuondoana. Kweli huko hakuna Roho Mtakatifu. Sio hakuna. Huku ndio aliko, kama huku ndiko anakoanzia. Kwa hiyo maji unatembea katika, wewe tu unatembea katika maji ya kiwiko, ndio maana nguvu yake haionekani katika maisha yako. Kwa hiyo ukizama zaidi katika imani, katika kujifunza, katika kujiendeleza, unafika maji ya magoti, unaongezewa nguvu. Naona utendaji kazi wa Roho Mtakatifu kama maji yanakutikisa. Lakini haitoshi kuwa mtu anayetembea katika nguvu na uweza wa Bwana kama ambavyo tunaagizwa. Bado haitoshi. Unasogea mbele, maji ya kuiko. Mpaka usogee. Kwa hiyo ni swala la kuendelea kusogea. Dhiraa 1000 unasogea bila mwisho. Akamwambia nini? Endelea hapo. Kisha akanichukua, akanirudisha mpaka ukingo wa mto. Basi nikisha kurudi, akamchukua akamrudisha mpaka ukingo. Hawezi kurudi mwenyewe, ni lazima yeye amchukue, amrudishe mpaka ukingo wa mto. Haya alimtembeza, hawezi kuogelea, maji hayapitiki. Akamrudisha mpaka anaongozwa kwa sababu hawezi kuyadhibiti maji mwenyewe. Akarudishwa mpaka ukingo wa mto. Basi nikisha kurudi, tazama, kando ya ukingo wa mto, ilikuwapo miti mingi sana. Kuna miti mingi sana. Upande huu na upande huu. Ndipo akaniambia, maji haya yanatoka kwenda pande za nchi. Maji haya yanatoka mahali patakatifu kwenda pande za nchi ya mashariki.
nao yanashuka mpaka Araba, yanashuka mpaka Araba, na kuingia katika bahari, kuingia katika bahari kwenye maji ya chumvi. Maji yatokwezayo yataingia baharini, maji yatokwezayo yataingia baharini, na maji yake yataponyeka. Na maji ya chumvi ya ile bahari yataponyeka, hayatakuwa ya chumvi tena, yatakuwa maji fresh, kwa sababu maji ya kutoka katika madhabahu ya Mungu yamefikilia maji ya bahari, yataponywa yale maji. Tena itakuwa kila kiumbe hai kisongamanacho, kila mahali itakapofika mito hii, kitaishi. Hata kama ni mifupa mikavu ilikuwa ikapokea maji haya ya uzima, kitaishi. Endelea. Kutakuwapo wingi mkubwa wa samaki. Kutakuwa na wingi mkubwa wa samaki, kwa sababu maji haya yamefika huko. Kwa sababu maji haya ya uzima yamefika huko, yakipeleka uzima. Endelea. Maana maji yale yataponyeka. Maji yale yataponyeka, na kila kitu kitaishi popote. Utakapofikiria mto huo. Utakapofika mto huo. Tena itakuwa wavuvi watasimama karibu nao. Okay, acha tuache hiyo. Nataka habari ya miti hii. Umezungumza habari ya miti. Iko wapi? Msoma hiyo habari ya miti hapo. Angalia haraka soma. Miti hii ni nini? Unapoelezea miti. Ah, 12. Aya 12. Aya 12 na Mungu inasema, na karibu na mto, juu ya ukingo wake, upande huu na upande huu, utamea kila mtu wa chakula, ambao majani yake hayatanyauka, wala matunda yake hayakatiki. Ile miti inatoa matunda kila siku, kila wakati. Kila mwezi. Endelea soma. Hayatachindika kamwe. Utatoa matunda mapya kila mwezi. Miezi 12 yanatoka matunda aina 12. Kwa sababu maji yake yanatoka mahali patakatifu. Maji yanayonywesha hii miti. Na matunda yake yatakuwa ni chakula. Na majani yake yatakuwa ni dawa. Maana yake hata magonjwa hayataonekana tena. Kwa hiyo ni hiyo nguvu ya kazi. Nasema maji ni ishara ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo maana yake kutakuwa na nguvu, wimbi mpya la Roho Mtakatifu ambalo Mungu ataliachilia kwenye kanisa lake, kwenye hekalu lake, kiasi kwamba wale ambao watakwenda, kumbuka hiyo miti haiko huko kwenye maji ya kiwiko. Iko huko upande ambao maji yamekuwa mengi, kiasi ambacho mtu hawezi kuvuka. Wale wanaotembea katika kina cha maji mengi watakuwa na dawa, watakuwa na chakula, watakuwa na wingi wa ustawi, watakuwa kama samaki, kama hivyo viumbe vyote, uhai mpya. Tukiruhusu huyo Roho Mtakatifu atutawale, atuongoze, mambo yatabadilika, yatakuwa mapya kila siku, na uzima tele katika maisha yetu na katika wapendwa wetu, mazingira yetu yote. Ndio hicho kinachohitajika. Kwa hiyo, lakini ni lazima tumsifu Yesu Kristo. Ni lazima kuendelea kutuweka kilindini, kutuweka mpaka kwenye maji mengi, maji ya kina. Kumbuka huko kwenye maji ya kina nimesema hakuna control. Kwa hiyo mawimbi ni makubwa, lakini ndio huko sasa Mungu ananiongoza. Unapozidi kuingia kuzama katika Roho Mtakatifu, utashangaa na shetani anaanza kuleta mapambano makubwa, lakini ushindi wa Mungu daima utakuwepo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo jambo la kwanza ndio hilo nimesema, kuendelea kujiendeleza. Kwa hiyo usiishie hapo. Kongamano hili nimepona halafu unaondoka unaishia. Tumesema kesho kuna semina, kesho kutwa inaanza semina. Hudhuria hiyo semina, ina mambo muhimu sana pia. Usifikiria hapa yameishia hapa. Hapana. Yako muhimu, utakapofundishwa kule utajijua kwamba kumbe nilikuwa bado sijajua chochote. Kwa hiyo ndio huko kuzidi kutuweka kilindini. Kwa hiyo alafu la pili ni kujenga urafiki naye huyo Roho Mtakatifu, kuwa na ibada kwa Roho Mtakatifu. Sifu Yesu Kristo. Wangapi leo wamesali kumwomba Roho Mtakatifu? Wanyooshe mkono. Wachache kabisa. Unaona,
tunamsahau. Ni muhimu kujenga urafiki naye. Kama ni wa muhimu namna hii, tujenge urafiki naye. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo hakikisha unaokuwa ni mtu mwenye ibada kwa Roho Mtakatifu. Alafu tatu ni kuendelea kudumu katika uhusiano na Yesu. Kumbuka kwa Yesu ndiye yeye anayemtoa huyo Roho Mtakatifu, si ndio? Anawapa uwezo wa kufanyika watoto wa. Soma Yohane 3:34. Yohane 3:34. Neno la Mungu linasema, Yohane sura ya 3 aya ya 34. Yesu akawaambia, Yohane 3, neno la Mungu linasema, kwa kuwa yeye alitumwa na Mungu. Kwa kuwa yeye aliyetumwa na Mungu huyanena maneno ya Mungu. Huyanena maneno ya Mungu. Yeye mwana wa Mungu aliyetumwa na neno na Mungu huyanena maneno ya Mungu, kwa sababu hamtoi roho kwa kipimo. Naye hamtoi roho kwa kipimo. Yaani anamtoa roho bila mipaka. Anatoa abundance ya roho, wingi wa Roho Mtakatifu. Anatoa Roho Mtakatifu afurike kwa ajili ya wale watu wanayopokea maneno yake, anayopokea maneno ya Mungu na kulishika na kuwa na uhusiano mwema. Waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kwa watoto wa Mungu. Anawapa Roho Mtakatifu bila kipimo, afurike Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni muhimu kuendelea kuwa na uhusiano. Katika yote ambayo natakiwa ni kuhakikisha katika maisha yangu, kipaumbele namba 1 ni kulinda uhusiano wangu na Yesu uendelee kuwa hai. Tumsifu Yesu Kristo. Jambo la 4 ni kuzichochea karama zake huyo Roho Mtakatifu. Lazima kuzipambanua, alafu kuzichochea karama za huyo Roho Mtakatifu kwa kujiendeleza, kwa kuzitumia na kujiendeleza, kwa kuzitumia na kujiendeleza. Kwa hiyo kila mmoja alipewa, tulisoma hiyo kila mmoja amepewa Roho Mtakatifu. Kama hujatambua bado, mojawapo ya sehemu muhimu za hiyo semina itafanya utambue, itakusaidia kung'amua karama gani wewe hiyo itakayoanza Jumatatu. Ung'amue karama gani wewe umekirimiwa na Roho Mtakatifu katika maisha yako. Ni sehemu mojawapo muhimu. Kwa hiyo na uzitambue, uzichochee kwa kuzitumia na kuendelea kujiendeleza. Kujiendeleza. Timotheo sura ya waraka wa pili, Timotheo sura ya kwanza aya ya 6. Neno la Mungu linasema, kwa sababu hiyo nakukumbusha. Kwa sababu hiyo Timotheo, mimi Paulo ninakukumbusha, uichochee karama ya Mungu. Uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako. Kwa kuwekewa mikono yangu. Ipokea kwa kuwekewa mikono yangu mimi Paulo. Uichochee, usiache hizo rote. Uichochee, ni wajibu wako kuichochea. Ni miongoni mwa mambo ambayo ninakukumbusha ya muhimu yatakayokusaidia. Anasema mtu asiudharau ujana wako. Uichochee hiyo karama, mojawapo ya mambo. Uichochee. Lazima uitambue hiyo karama, utambue karama zako ambazo Roho Mtakatifu amekukirimia na usichochee. Kwa hiyo ni muhimu kila mmoja afanye jitihada kuchochea. Hebu soma Mathayo sura 25. Mathayo 25. Mathayo 25 sura ya 24 aya ya 24. Neno la Mungu linasema, nenda mpaka 28. Akaja na yule aliyepokea talanta moja. Tunaijua sana hii habari. Akasema, Bwana, nalitambua ya kuwa wewe mtu mgumu. Mimi nilijua ya kwamba wewe ni mtu mgumu sana. Wavuna usipopanda, unavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. Basi niliogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi. Tazama, hii hapa unayo iliyo yako ni hii hapa. Tazama, chukua talanta yako. Bwana wake akajibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu, ulijua
ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya. Basi ilikupasa kuweka pesa yangu. Basi kwa nini ukuiweka pesa yangu kwa watu wa riba? Endelea. Nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. Baada ya kufika hivi ningelipata hiyo iliyo yangu, ile mtaji wangu na faida yake na riba yake. Basi mnyang'anye talanta hiyo. Basi mnyang'anyeni talanta hiyo. Mpeni yule aliye nazo talanta 10. Mpeni yule aliye nazo 10. Endelea. Kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tele. Lakini asiye na kitu hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Hata kidogo alicho nacho atanyang'anywa. Ndio habari hii anayosema Yesu, kwamba yule ambaye amekirimiwa karama alafu haitumii ile karama, Roho Mtakatifu atairuhusu izorote mpaka izimike, kana kwamba kulikuwa hakuna hiyo karama. Sasa karama ndio nguvu yenyewe ya utendaji kazi, ndio nguvu ya Roho Mtakatifu. Tunasema kutembea katika nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Karama uwezo na nguvu ya Roho Mtakatifu vinadhihirika katika karama. Kwa njia ya karama hizo, akigawa karama hizo, ni sehemu mojawapo ya udhihiriko wa hizo nguvu. Watu wanapotenda karama, kama kwa karama hiyo ataombea watu watapona, kwa karama hiyo atatenda miujiza, kwa karama hiyo atapata mang'amuzi, atapata mafunuo ya kimungu. Kuishi katika uwezo wa Roho Mtakatifu. Sasa ukiacha izorote alafu ikazimika, ina faida gani sasa kupewa hiyo karama? Ndio hii mnyang'anyeni hata hiyo, kwa sababu haitumii, hazalishi. Mimi nimempa ile lengo la hizo karama aliyepewa azitumie katika kujenga kanisa. Nimesema kule, umeshaona. Kwa hiyo ni lazima kuendelea kuichochea hiyo karama na kuitumia kwa ajili ya kujenga kanisa na kuichochea kwa kuzidi kujiendeleza. Ya 5 ni kusoma neno la Mungu. Neno ni Yesu. Neno la Mungu tulizungumza jana, inatosha. Ya 5 linasema kusoma neno la Mungu, kuendelea kusoma, kucheua neno la Mungu mpaka likae ndani mwetu. Ya 6 kukaa ukimya. Tumsifu Yesu Kristo. Kukaa ukimya ni muhimu sana kwa mtu anayetaka kukua katika roho, apate sehemu ya muda kujenga nidhamu ya kupata sehemu ya muda kukaa ukimya mbele za Bwana. Iko namna ya kukaa ukimya inauzaa matunda. Utafundishwa huko. Ndio maana nasema haya tufundishi yote hapa. Hiyo kwenye semina hiyo ya Jumatatu, sehemu ya mafundisho huko ni kukaa ukimya. Nakaje ukimya na nini. Sehemu ya mafundisho hapo. Lakini ni lazima mtu adumu katika kukaa ukimya. Tunaposema Mtakatifu Faustina akatokewa, hakutokewa hivi, alikuwa na nidhamu ya kukaa ukimya. Francisco akatokewa, Antonio wa Padua, sijui nani, walikuwa na nidhamu ya kukaa ukimya mbele za Bwana. Kwa hiyo ni muhimu pia tuweze kutembea katika uwezo wa Bwana. Ni muhimu kupata muda, sehemu ya sala, aina mojawapo muhimu ya sala ni kukaa ukimya. 7, kuepuka ubishi, kuepuka uhasama, faraka, magomvi na migawanyiko. Kuepuka ubishi, uhasama, faraka, magomvi na migawanyiko. Yale matunda ya mwili, sehemu ya matunda ya mwili. Haya. Anyway, ziko sehemu nyingi, lakini basi leo hebu tusome hii hapa. Niliamua kunukuu hii hapa. Zaburi ya 133. Hata hapo kwenye ile nani, Galatia 4 tumesoma 4 mpaka 7, alafu anasema msimuhuzunishe. Anaanza kwanza kutaja mjiepushe na faraka na nini, mambo ambayo yatamhuzunisha Roho Mtakatifu. Msimuhuzunishe. Kwa hiyo haya mambo, matendo ya mwili kwa ujumla. Lakini Zaburi anasema nini? 133. Zaburi ya 133. Neno la Mungu linasema, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja, wakikaa pamoja kwa umoja.
ni kama mafuta mazuri kichwani, ni kama mafuta mazuri kichwani, yashukayo ndevuni, yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni, ndevu za Haruni, yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake, yashukayo mpaka kwenye upindo, yanashuka kutoka kwenye kichwa, yanatiririka kupitia ndevu zile mpaka kwenye upindo wa mavazi yake. Ni mafuta gani haya? Mafuta matakatifu. Mafuta Roho Mtakatifu. Kwenye nani tunahitaji mafuta katika kanisa Katoliki? Mafuta tunahitaji krisma, ni krisma. Tumsifu Yesu Kristo. Ni mafuta ya krisma. Mafuta hayo kazi yake ni nini? Kazi yake ni nini? Kumshusha Roho Mtakatifu. Kumshusha Roho Mtakatifu. Maana mmoja alisema ni Roho Mtakatifu, ni sawa kabisa. Kumshusha Roho Mtakatifu. Mafuta ndio maana mafuta ni ishara ya Roho Mtakatifu na utendaji kazi wake. Ndio maana hao wengine wanajua, ndio maana upako ni hiyo, kwamba mafuta ni ishara ya Roho Mtakatifu na utendaji kazi wake. Kwa hiyo ndio krisma hiyo. Sasa anasema maisha ya umoja, ya pamoja, katika umoja, upendano na mshikamano na ushirikiano ni kama mafuta ya krisma ambayo kazi yake ni nini? Ni kumshusha Roho Mtakatifu. Mafuta ya krisma. Haruni ni kuhani mkuu. Kuhani mkuu alipakwa mafuta mengi. Makuhani walipakwa mafuta. Kuhani mkuu alipakwa mafuta mengi, ndio anamwagiwa huku mpaka yanatiririka mpaka kwenye ndevu zake. Alikuwa na Wayahudi ndio kutunza ndevu nyingi ni kawaida, ni kama wengine wanasema ni sunna. Basi ndio hivyo, hata sisi wakapuchini huko tulikuwa tunatunza ndevu nyingi kwa sababu ni fadhila. Basi yanatiririka mpaka kwenye ndevu, alafu mpaka kutoka kwenye ndevu yanadondokea kwenye upindo wa vazi. Maana yake ni wingi wa Roho Mtakatifu, wingi wa mafuta, wingi wa paji la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo maisha ya pamoja yanaleta wingi wa paji la Roho Mtakatifu katika wale wanaokaa katika umoja, pamoja, kwa upendano na ushirikiano, bila migawanyiko, bila uhasama, bila magomvi. Kujiepusha na hayo, kukaa katika amani na upendo na watu wote, hiyo inamshusha Roho Mtakatifu katikati yetu kwa namna ya pekee, katika jumuiya, katika kanisa, katika jumuiya, katika parokia, katika kigango kama tunatoka kigangoni, katika kikundi cha sala, katika chama cha kitume, katika kwaya. Kuepuka mambo hayo, lazima tukae katika umoja na ushirikiano na mshikamano na watu. Endelea namba 2 na endelea hapo. Kama umande wa Hermoni ushukao milimani pa Sayuni. Umande wa Hermoni ushukao milimani pa Sayuni. Milimani pa Sayuni. Ni kama umande wa Hermoni ushukao milimani pa Sayuni. Maana ndiko Bwana alikoamuru baraka. Maana huko ndiko Bwana alikoamuru baraka, naam, uzima hata milele. Naam, uzima hata. Kwamba ni kama mafuta, hiyo ni namba 1. Lakini pia ni kama maji, ni kama umande, ni kama maji, ni kama mvua inayonyeshea katika slope za mlima Hermoni. Kule Hermoni ni jangwani. Huko ni nusu jangwa huko Israeli, huko nusu jangwa. Kwa hiyo ni pakanakuwa pakavu kabisa. Anaposema ni kama mafuta, ni kama maji yanayotirika. Fikiria mvua za kwanza zinanyesha pale, alafu mabadiliko ile zinayoleta, ndio hiyo maisha ya umoja katika upendano yanaleta mabadiliko hayo, uzima tele. Huko ndiko Bwana alikoamuru baraka, uzima tele. Maji, mvua ikinyesha, majani yanachipua, miti inastawi, wanyama wadudu wanazaliana, wanyama wanapata malisho, ndege wanapata wadudu wengi wa kula, chakula kiko kila mahali, kila kitu kinafurahi, uzima tele katika maisha ya umoja. Roho Mtakatifu anashuka, aliye chanzo cha uzima. Maji pia ni ishara ya Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo ni mvua kama mvua inayonyeshea milima iliyokauka na kuleta uzima mpya. Roho Mtakatifu, maisha ya pendo na umoja na mshikamano yanamshusha Roho Mtakatifu namna hiyo. Maisha ya faraka na uzushi na ugomvi. Faraka ni sehemu, ni mojawapo ya matunda ya mwili, tulisoma huko. Kwa hiyo tukiweka faraka kwenye jumuiya, tumemfukuza Roho Mtakatifu kwenye jumuiya. Tukiweka faraka ndani ya familia, magomvi, na tumemfukuza ndani ya familia.
Tukiweka nikakosa amani, nisiishi katika amani na watu wengine, nimemfukuza ndani mwangu au nimemhuzunisha na kumsimisha. Katika parokia tumemfukuza kutoka katika parokia, mtendaji kazi wake, au tumemzimisha, hatutauona, anahuzunika, anazimika. Alafu tunaambiwa huko, kwenu hakuna Roho Mtakatifu, kwenu maisha ya umoja na upendo. Namba 8, kuwa mtu wa sala, kudumu katika sala. Kuwa mtu wa sala ni lazima kuanzia sasa. Maisha ya sala, tunaambiwa kusali nini? Kusali wakati gani? Kusali kila wakati, wakati wote. Sasa kama wewe umezoea katekisimu, tusali hasa lini? Tusali hasa asubuhi, jioni, mchana, sijui wakati wa chakula, wakati wa kabla ya baada ya safari, kabla na baada ya kazi. Halafu basi sala ni wakati wote. Wakati mwingine wewe unafanya nini? Ninasema neno la Mungu linasema salini daima. Hiyo ni kwa ajili ya watoto. Watoto hao wakisali hizo mara ngapi hizo, kabla ya safari, kabla ya kwenda shule, kabla ya mtihani, kabla ya nini, inawatosha. Lakini watu wazima ni kusali muda wote. Kwa hiyo maana yake kila kitu tukigeuze kiwe sala. Hata kazi ninayoifanya igeuze iwe sala. Maana yake ifanywe kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu. Kazi ninayofanya ifanywe kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu. Ifanye katika muunganiko, katika utakatifu na katika kwa iwe kwa sifa na utukufu wa Mungu. Kama watu wanasema siasa ni mchezo mchafu, siasa igeuke kuwa mchezo mtakatifu, kwa sababu wanaocheza siasa ni watakatifu, ni Wakristo, watu wa Mungu. Siasa igeuke kuwa mchezo mtakatifu kwa sababu ya wanasiasa, watu wa Mungu walioko ndani ya siasa. Biashara igeuke kuwa takatifu, biashara kila kitu kitakatifuzu. Hiyo na hiyo inafanya, kwa hiyo nikigeuza ile kazi ninayoifanya inakuwa kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu na kwa sehemu ya sala. Kwa hiyo kila kitu ninachokifanya kinakuwa ni sala, na wakati wote niko katika mkao wa sala. Kwa hiyo kudumu katika Luka sura ya 11 aya ya 13. Anasema nini? Neno la Mungu inasema, basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni, Baba yenu aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao. Mwinjili mwingine naye ni mwema kwao, atazidi sana kuwapa. Ombeni bila kukoma. Yesu ametumia neno ombeni bila kukoma katika Luka sura ya 18 huko chini, aya ngapi? Ile historia ya mwanamke aliyemsumbua kadhi. Ombeni bila kukoma. Na pia imewapasa kumwomba Mungu bila kukoma. Naenda kutafuta huko katika sura ya 18 ya Luka. 9 ni kudumu katika ushirika na wanakikundi pamoja na kanisa lote. Kudumu katika ushirika na wanakikundi na kanisa lote ni lazima. Huwezi ukasema, nilikutana na jamaa mmoja alikuwa anasema, mimi nimeokoka, mimi ni sasa ni freelance evangelist. Freelance evangelist maana yake mimi ni mwinjilishaji wa kujitegemea, si mwinjilishaji huru ambaye ninaenda sina kanisa, kwa sababu nimegundua kwamba hakuna kanisa alilolianzisha Yesu. Nasema kanisa Katoliki. Kanisa Katoliki lilibadilika pale alipoanza kufundisha doctrine na kadhalika. Na Waluteri huko akaanza kueleza huko, na Waluteri unajua mambo mengi sio sawa sawa. Kwa hiyo mimi nimeamua kuwa freelance evangelist. Hakuna kitu kama freelance evangelist. Anajidanganya. Mwambie unajidanganya wewe. Hakuna. Yesu hakuita mtu awe freelance evangelist. Hakuna. Yesu aliwaweka katika jumuiya, amekaa nao mitume akawaweka katika jumuiya. Kweli wamoja. Dunia itajua kwamba ninyi ni wafuasi wangu kwa jinsi mlivyo wamoja. Wewe unasema utakuwa freelance evangelist, na maana yake na unaingilisha huyo, unamwacha huko akaendelea. Kwanza hata wewe unaoingilisha hawatasimama hata kusimama, kwa sababu ule joto ambalo mnapeana, maamuzi mnayoshirikishana, support mnayosaidiana katika kutembea katika Bwana, ndio inamfanya mtu akue. Na wewe ukitoka hapa, adui anakuzingira, atakuzunguka.
Ukiacha wenzako, ukiacha kundi ukajipetenga peke yako, lazima adui atakuzingira tu. Atakutafuta mpaka atakukamata. Na lazima utafika mahali utapoa. Atakusubiria tu mpaka unapoa. Alafu anakukamata, mzingira anakukamata. Kwa hiyo ni lazima udumu katika kikundi cha sala. Na katika ushirika na kikundi cha sala, kikundi cha jumuiya na kikundi cha kanisa lote, parokia, kigango, katika chama cha kitume na katika ushirika na kanisa lote. Lazima. Hiyo namba 9. Namba 10, kujitenga na dhambi na ulevi. Kujitenga na dhambi na ulevi. Kujitenga na dhambi na ulevi. Hivi hekima ya Sulemani. Hebu check hekima ya Sulemani sura ya kwanza ya 45. Unasemaje? Kama ni hapo. Hekima ya Sulemani aya 45. Basi sura ya ngapi? Basi nimenukuu vibaya. Okay. Soma Efeso 5. Efeso 5:18. Efeso sura 5 aya 18. Neno la Mungu linasema, tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, ambamo ndani yake mna ufisadi, bali mjaze Roho Mtakatifu. Unaona, anazungumza habari ya mvinyo kama hiki, msifanye hiki bali hiki. Maana yake ni vitu ambavyo vinapingana. Yaani ulevi na Roho Mtakatifu ni vitu vinapingana. Ndio maana anasema msifanye hivi bali fanyeni hivi. Yaani kulewa ni kinyume cha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nyie msilewe bali jazweni Roho Mtakatifu badala yake. Ni mbadala. Kwa sababu ni vitu viwili vinapopingana, msilewe. Nazungumza habari ya ulevi. Msilewe kwa mvinyo, bali mjazwe Roho Mtakatifu. Sijazungumza habari ya pombe hapo. Mimi sijasema pombe ni dhambi au pombe sio. Nazungumza habari ya ulevi. Ulevi ni wale hawatamuona Mungu. Kwa hiyo msilewe kwa mvinyo, bali mjazwe Roho Mtakatifu. Ulevi, lazima kujitenga na ulevi. Ili Roho Mtakatifu aweze kutujana, tuone utendaji kazi wake katika maisha. Ni lazima kujitenga na ulevi. Kwa hiyo Paulo, kama unakumbuka, anasema ni vitu vinavyopingana. Kama unakumbuka, wakati mitume wameshukiwa Roho Mtakatifu katika sura ya 2 ya kitabu cha Matendo ya Mitume, anasema watu walisema nini? Hawa watu wamelewa. Kwa sababu vilevi na vinaonekana, mtu aliyelewa anaweza kudhaniwa kwamba amejazwa Roho Mtakatifu. Na mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu, kwa wale ambao wana control maisha yao wenyewe, wanaweza kufikiria kwamba ni mlevi. Wanaweza kufikiria amelewa kwa sababu anafanya mambo ambayo wao kwa akili zao za kawaida za kibinadamu wasingetarajia kuyafanya. Kwa hiyo kujitenga na hiyo vitu vinapingana. Kama nikifanya mwili wangu ni nini? Kibuyu cha pombe, basi Roho Mtakatifu ninamzimisha Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Shika sadaka yako. Nyosha juu. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya hii mema yako unayowajalia watoto wako, kwa namna ya pekee kabisa kwa ajili ya hicho alichokishika mtoto wako mkononi mwake, na kwa ajili ya moyo uliomjalia wa kuweza kutolea hicho kwa ajili ya kukupeleka injili yako mbele. Tunakuomba upokee nia na maombi aliyoambatanisha pamoja na sadaka hiyo,
na kuifanya mbegu ya baraka na mafanikio zaidi na zaidi kwa namna ya pekee, sawa sawa na somo la leo. Akaone neema itakayomwezesha kutembea katika nguvu, daima kutembea katika nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu, lakini pia aone matokeo ya nguvu na utendaji kazi wa huyo Roho Mtakatifu kama baraka za kila aina katika maisha yake mwenyewe binafsi ya kiroho na kimwili na ya wapendwa wake wote. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo.